sio eti Mudavadi ameshindwa kuweka Waluya pamoja. Nataka niwaambie Waluya wote, sisi wote tuko nyuma ya Musalia Mudavadi. Shida ya Waluya ni shida mbili. Ya kwanza ni Atuoli. Ikiwa mtu ni mchawi wa night run, utajificha lakini mwisho utaonekana. Utaanza kukimbia ukikimbia. Atuoli ni mzee ambaye ameharibu Luya Nation kuanzia mwanzo. Sasa tunajua kwa nini Waluya hawakuwa wanaungana. Adui wa Waluya number 1 na Atuoli. Na mimi nadai Atuoli auitisha mkutano hapa Buhungu, aite Waluya. Akihutubia Mluya wa kawaida, amsikize, aseme kweli yeye ni spokesman wa Waluya. Na akienda Kajiado, aitishe selected people kama Oparanya. Na mimi nataka kusema adui wa pili wa Waluya ni Oparanya. Na nataka kuambia Oparanya, ulimi wangu unapenda kumuita His Excellency Governor. Saizi imekataa. Sasa namuita Oparanya. Oparanya amepatiwa nafasi na Waluya. Na wanajua akienda mashinani Waluya wanasema tuwe united. Alafu Oparanya, a whole chairman wa Council of Governors, anakubali kutumiwa kugawanya Waluya. Oparanya mahali huko, pata aibu. Pata aibu. Yeyote yule ambaye anagawanya Waluya, huyo mtu na analetea Waluya aibu. Mudi kwa nation, nataka mtoke hapa mkijua hata Uhuru Kenyatta mahali alipo ambapo anadanganywa. Kuna wakati mmoja alidanganywa siku moja, akafanya vitu za boardroom changes. Wakati alikuja kwa ground alipata maneno iko tofauti. Nataka kuambia saizi Uhuru hata Raila, hii vitu mnafanyia kwa boardroom mnadanganywa. Kujeni kwa Luya land kwa ground, alafu mpate sisi elected leaders. Mjue mkiwa mtapigiwa makofi, mjue tunadanganya. Lakini saizi nataka kuambia nyinyi, hakuna Luya ambaye yako divided. Waluya wote tumelainika nyuma ya Musalia Mudavadi. ANC ni lori. Ukiona chama kinapigwa vita, unajua kina nguvu. Saizi kama utakuwa kwa ANC, utapata shida. Utapata shida. Na sisi tuko na mikakati ya kukaribisha watu wote waingie kwa ANC. Tutakuwa na uchaguzi wa nomination ambayo iko fair. Na tunaongea kwa niaba ya watu ambao walituchagua. Atuoli atuambie nani alimchagua. Na pengine wengine hawajui Atuoli. Atuoli alisimama MP Butere, atuambie alipata kura ngapi. Kama yeye anapendwa na watu na anaweza kuongea kwa niaba ya watu, atuambie siku gani amechaguliwa na Mluya akaenda kuwa represent. Awache kutuambia na represent Waluya. Atuoli represent Waluya, ashachaguliwa, amesimama na akaanguka. Mpaka sasa ameenda kwa ukora wa kotu. Kotu inasema atetee maslahi ya wafanyikazi. Wafanyikazi wa Kenya saizi wako na shida kubwa sana. Wengine saizi wanakuwa laid off. Atuoli ako kwa siasa. Atuoli kazi yake ni nini? Yeye ni party leader wa chama gani? Yeye ni kotu secretary general. Na wafanyikazi wanapoteza nafasi. Watoe huyu mtu aende nyumbani, alale nyumbani. Ameibia wafanyikazi ya kutosha. Naelewa kabisa hata Atuoli kwa nini watu walienda Kajiado, walienda sababu ya matumbo yao wenyewe. Au viongozi hawako na wananchi. Na kama kuna mtu yeyote alikanyaga katika Kajiado, huyo ni mtu wa tumbo yake, sababu mkutano wa hata kuinstall Mudavadi ulifanywa katika Western. Kitu yote inafanywa nje ya Western, hiyo ni mambo ya kupanga mambo yao huko. Tumesupport Raila miaka mingi kwa sababu sisi ni wangwana. Na wanataka Mudavadi akuwe ule kiongozi wa kutukana watu ambaye yeye hawezi kufanya vitu kama hiyo. Sasa majemadari kama mimi ambaye ni jemadari namba 1 wa Musalia Mudavadi, tutakuwa tunaenda head on kutokea leo kuendelea. Kama hii mambo ya COVID imeisha Kenya na hatujui, sasa mmetuonesha kutoka Kajiado, sisi tutaweka hii mask yetu hata nikitoka hapa ili kuweza kudili watu kama Atuoli. Usione Musalia amenyamaza ukafikiri ni mjinga. Anatunga sheria ya kukuwa rais 2022. Oh yes. Na sisi tutakaa kama majeshi. Wakati tutaingia State House, tutakumbuka ndugu zetu. Kenya saa hii iko kwa ile kitu tunaita deathbed. Kibaki aliwacha Kenya ikiwa inaendelea mbele. Uhuru na ndugu yake Raila na handshake wamemalizana na Kenya. Tutahitaji zaidi ya miaka 20
Musalia akiwa rais, ili abadilishe Kenya irudi mahali penye ilikuwa. Tunataka tuache upumbavu ya siasa, tuweze kudili na COVID. Tukimalizana na COVID tutarudi kwa siasa 2021. SG Sifuna, Edwin Sifuna, if I compare your age na ya Musalia Mudavadi, you need to respect him. If you see the Honorable Musalia Mudavadi showing peace, respecting people, and you think that he's a coward, we are here to say enough is enough, and we are ready to take you head on. That we as women of Mulembe Nation, we are going to voice together to, in the strongest terms possible, to say no to lack of respect to our party leader. And I want to tell the so-called Atwoli with due respect that if he believes that Mudavadi is not the spokesperson for Mulembe Nation, let him call another meeting, as he said one time, that he's going to call the Buhungu too, so that the Mulembe people can decide for themselves, but not to hold meetings in hotels, in homes, and decide for the Mulembe people. Nili expect mkutano ya Kajiado, Atwoli hawa anaambia viongozi wale ameita kule ya kwamba ana negotiate na employers ni jinsi gani watakushon wafanyakazi. Lakini sio kuenda kuwaita kule kuambia kwamba waelekee Bondo. Sio kuwaita kule kuwagawanyisha kwamba waache the Mulembe Nation warudi waanze kuangalia Bondo. Hii ni chungu kwa wafanyakazi wa Kenya wa taifa hili. People committing suicide in homes kwa sababu maisha imekuwa magumu, and they are looking unto Atwoli a voice on their behalf. Atwoli ita mkutano ya waajiri, unegotiate na waajiri kwa niaba ya wafanyakazi. Yes. Hata kama waendi kazini, kitu kidogo ya kuwa cushion. Yes. Or else they are dying, sijui nani atacontribute mchango yako ndio upate mshahara. Musalia Mudavadi is the only option for this nation. Musalia Mudavadi is the only opposition party. Musalia Mudavadi is the only person who is putting together leaders. That's why unaona viongozi wengi wanakuja kwake ili wapate at least kuliwazwa na kuweza kuzungumza kwa niaba ya wale ambao waliwapigia kura. Na yule ambaye alipewa viazi moto imemshinda meza ya teme, na tunamuomba kwamba aachane na Mulembe Nation kabisa. What we are witnessing in Kenya is politics of deceit. We all know who Raila Odinga is, but we had given him benefit of doubt. This is after the advent of multipartyism in Kenya, because before that we knew him to be a coup maker, but it seems he has not cut the umbilical cord of coup making. Raila is the head of ODM. He should run ODM and let other leaders run their respective parties. He has got no business planting stooges in other parties. And that's something we are going to stand against, because he is actually negating the tenets of democracy. Let him afford Kenyans a choice. Let Kenyans see how he's running ODM, and let Kenyans also see how other leaders are running their respective parties, and then we can choose whom to support. We are not taking it lightly that Raila is actually behind what has happened in Fort Kenya, and it will not be surprising that he's also got machinations against ANC, because what he wants is to weaken the Luhya Nation so that he can come and scoop votes from Luhya land. And this is the time that he normally comes up and even claims that he's got his bloodline in Luhya land. But we've seen through that. We are saying we've supported Raila enough in the past. Now it's a time for him to leave others to go for the country's leadership. Murathe and Atwoli are on record saying that Uhuru Kenyatta is going nowhere. BBI, that is only a way to ensure that Uhuru remains in power. He's actually even raping the constitution, because you serve your term and then go away. That's what Kibaki did. We are not ready to extend Uhuru's reign on Kenyans.
Kenya will only rest when we do away with the Odinga and Kenyatta families' grip on Kenya. And this is what Wananchi should actually be agitating for. This is not a kingdom such that we are only being ruled by 2 or 3 families. We've got a say in Kenya, and what we are saying is that in fact Uhuru's reign has been one of the worst. We want to see him living and just go away so that we can chart a new way for Kenya. A lot of Kenyans are facing a lot of challenges. Some have lost jobs, others their businesses have been run down because of the challenges of the corona pandemic. Leaders should be seeing how they are going to cushion and mitigate on the problems that have afflicted Kenyans. We don't want Raila Odinga's dictatorship on Kenya. In fact, it's a good thing that all this time he has been trying to be president of Kenya, it has been aborting. If at all what we are seeing is the way he would have been ruling Kenya, then it would have been a pity for this country. Raila, we've supported you. You've ridden on our backs for a long time. Please, toka uende pamoja na Uhuru. Tunataka viongozi watakao angalia masuala ya kuendesha Kenya mbele. Na yule kiongozi ambaye sisi tunajua atahakikisha uchumi wa Kenya unarudi vile nitakana iwe ni Musalia Mudavadi. Sisi kama Waluya hatuko nyuma kusema kwamba tutazidi kutumiwa kila wakati. Never again shall a Mrembe nation allow individuals and ill intentions to assemble in foreign location so that they can organize us. Never again shall we be rubber stamps to other people's political interests. No one else will never and ever try to speak for us or negotiate for us other than the Honorable His Excellency Wycliffe Musalia Mudavadi and Honorable Senator Moses Masika Wetangula, because these are our undisputed sons, leaders, and spokespersons. As local leaders here, as you can see at home, we ratify the statement issued in Nairobi by our leaders at Honorable Wetangula's residence. We commit to allaying ourselves with each element of the statement. As a result thereof, we are saying we are solidly standing with Honorable Masika Wetangula at this time when dark forces attempted to stage a premature coup of ousting him in the Ford Kenya's party as Ford Kenya's party leader. As a leadership from England, we are alive to the fact that an enemy of Ford Kenya is an enemy of ANC. Equally, a problem in Ford Kenya is a problem in ANC and the other way around. Future from now, any individual, community, party or parties, or any organization willing to work or support us, we lawyers, as a community, must expressly channel such negotiations through our leaders, as we have aforementioned them, His Excellency Wycliffe Musalia Mudavadi and Honorable Moses Masika Wetangula. We are saying as Mrembe Nation, this time round, as we forward Musalia Mudavadi to get into State House, we are not using Pondo Vector. We are not using Pondo route. We are saying it's either they accompany us, we get to State House together when Musalia is ahead, or they find us in State House. The other groupings that has no mandate of the Luya community that met in Kajiado, they are telling us, we lawyers, that they are speaking for us. And they are saying they are strategizing to be in the next government. But for us, who are fronting Musalia Mudavadi as a spokesman for the Luya, we are saying we want to form the next government and not join the next government. We as lawyers, we are saying time for auction is over. You can look at some other tribes. They have their kingpins. Nowhere else in Gikuyu land have you ever had the meeting and saying they are fighting for supremacy. It's only Uhuru Kenyatta. If you go to Kalenjin land,
as much as there are others. But Ruto is their disputed leader. Go to our neighbors here, our brothers and sisters, Lowland. They have Raila as their game. If you go to Cumberland, their kingpin is Kalonzo Musyoka as a disputed leader. But here in Western, in Luhya Nation, in Mrembe Nation, where there's a lot of peace, people are selfish. People are fighting for supremacy, for their own egoism. And what they are after is to bring together Luhyas and copper gain for their auction, for the interest of other people. As a directive that has come from our two undisputed leaders, Honorable Moses Wetangula and His Excellency Wycliffe Musalia Mudavadi, the directive is we are not cohabiting with the government. Hatuwezi enda kitandani na serikali. We are not forming a coalition with the government because we are not part of them, but we are cooperating with the government on issues that are affecting Kenyans. This is the time Musalia Mudavadi should stand firm, not to be used again. We have assisted them. This time we have scratched their back. This time they scratch our back. And Musalia Mudavadi should take them head on. He should take Atwoli head on. He should take Raila head on, so that to know he's a man of his own capability. Many people are coming to ANC because of the structures we have. We have structures for youth from grassroots on to the topmost. We have structures for the leadership from grassroots up to the topmost. We have structures for the Women League. The women know where to enter. We have structures for voters. We know how to register. Persons with the disability have structures. At every polling station, we have 18 people who are leading that polling station. No other party has a structure at polling station. ANC has. That's why we are getting people to see Musalia Mudavadi is the vision of this country. Musalia Mudavadi is the one who can reduce the debt that has affected Kenyans who are not yet even born. They'll be inheriting a debt. And that's the leadership we want, which can reduce debts and revamp the economy.